wangu amefanya yote. Kwa ajili ya viongozi wa nchi yetu, tunaomba uendelee kuwatumia Roho wako Mtakatifu ili awasaidie kuliongoza taifa vyema. E Bwana, twakuomba. Tunazidi kuiombea familia ya Daudi Kungu Kadogosa iendelee kukua katika imani na kumtumikia Mungu na watu. E Bwana, twakuomba. Sisi tuwe chumvi na tuwe mwanga katika kuilinda hiyo amani ndani ya nafsi zetu, ndani ya familia zetu, ndani ya jumuiya na ndani ya jamii inayotuzunguka. Tunaiombea nchi yetu amani na tunamwombea mama yetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjalie neema ili aweze kuliongoza vyema taifa letu. Tusiwagawanye Watanzania sisi viongozi wa dini. Dini zetu zituelekeze mahala pazuri pa kuwaelekeza waumini wetu waweze kwenda mbinguni. Tunahitaji taifa liwe salama, na kwa maombi ya viongozi na kwa maombi ya Watanzania, taifa letu tulivushe ili tuishi kwa amani. Utamaduni wetu wa Tanzania ni amani. Tuendelee kuwa na amani na mshikamano ambao tuko nao hapa, na kamanda ametoka kusema kwamba Simiyu imekuwa ni sehemu ya amani kwa Tanzania nzima. Ni kwa sababu wananchi tunasikilizana, tunaelewana, na nia yetu ni moja, ni kuhakikisha tunasimamia amani na kuleta maendeleo ndani ya jimbo letu na ndani ya mkoa wetu wa Simiyu. Leo hii tumeamua kufanya dua maalum kuliombea taifa letu na kumwombea rais wetu, na kama walivyosema viongozi wetu wa dini, ni wajibu wetu kuliombea taifa na kumwombea rais wetu, ili tuendelee kuwa na amani, ili wimbi lilotaka kupita hapa lituepuke, ili tuendelee kufanya kazi zetu kwa furaha na kwa amani kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Tunaliombea taifa letu amani, na tumekumbushwa kwamba yaliyotokea, kuna mtikisiko umelipata taifa letu. Tuliombee taifa kwa sababu hatuna taifa lingine, na wakati mwingine, wakati kama huu inaweza ikatokea watu tunapitiwa kidogo, tunakuwa kila mmoja anasema analoona kwamba ni sahihi, lakini wakati kama huu ambao tunakuwa kwenye mtikisiko na tunajaribu ku make sense au kuona kwamba kilitokea nini, Mwenyezi Mungu anatuita kwamba tuwe watulivu. Be still, na ujue kwamba mimi ni Mungu. Katika ukimya ndio tunapata majawabu, lakini sio katika kuzungumza, katika gaza.